Mimi naitwa Dr. Ayub Kibao, ni mwakilishi wa mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tuko hapa leo hospitali ya Vijiweni kwenye kukamilisha siku ya unyonyeshaji duniani, ambapo Vijiweni waliamua kufanya sherehe fupi, maadhimisho mafupi ya siku hii ya unyonyeshaji duniani, ambapo waliweza kuwa na kina mama ambao wamehudhuria kwenye kliniki ya mama na mtoto, ambapo waliweza nia kubwa ilikuwa ni kuwapa taarifa kamili na mafunzo ya unyonyeshaji ili waweze kina mama kukumbuka na kuwakumbusha umuhimu wa unyonyeshaji, lini mtoto anatakiwa kunyonyeshwa, kuanzia anapozaliwa, umuhimu wa unyonyeshaji, maziwa ya mama yana nini, yana kitu gani zaidi, na pia kuhakikisha kwamba hawa kina mama na kuwapa kuweza kuhakikisha waweze kuwanyonyesha watoto wao ili watoto wawe na afya bora, na ambapo mtoto atakuwa na nguvu na atakuwa na ubongo ambao uliokomaa. Na kutokana na kwamba hawa leo hii tukiwachukua wachache tukiwafundisha juu ya unyonyeshaji, wataweza kwenda kuwafundisha pia kina mama wenzao. Hili ndio lilikuwa lengo kubwa la leo, ni kutoa elimu kwa kina mama. Kwa jina naitwa Dr. Rahma Ahmed Ngora, mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya. Tarehe 7 mwezi wa 8 2026 tumejumuika na Vijibweni hospitali pamoja na wakina mama na watoto wao na wababa na wahudumu wa afya, manesi, madaktari, afisa lishe pamoja na wahudumu wa afya ngazi ya jamii kijulikana kama CHW kuadhimisha siku ya unyonyeshaji duniani. Kipekee kabisa naomba niwaambie kwamba tunaona jinsi gani nchi yetu ina sababu na rais wetu Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto. Haya yote ni matokeo ya kuonyesha kwamba upande wetu wa elimu ya afya kwa umma kupitia Wizara ya Afya tunafanya kazi kushirikiana na mahospitali yote kupitia wa CHW wetu kuelimisha wananchi na wakina mama, wajawazito na watoto katika utunzaji wa mimba mpaka unyonyeshaji. Na leo tumekaa hapa kusherehekea maadhimisho haya, lakini sababu ya kuwepo hapa ni kwamba kuonyesha serikali inaipa kipaumbele kiasi gani afya ya mama na mtoto kupitia unyonyeshaji. Kwa upande wetu wa elimu ya afya kwa umma tuna jukumu kubwa sana na ambayo tunalisimamia kwa kipaumbele na kuzunguka nchi nzima kupitia CHW, hospitali, vituo vya afya kuhakikisha elimu ya unyonyeshaji inawafikia wananchi wote kuanzia hospitalini mpaka majumbani. Kwa kusema hivyo nasema kwamba tunaadhimisha siku ya leo sio tu kwamba ni siku ya kwanza au na ya mwisho, ni kwamba ni endelevu, ili kuwepo na itaendelea kuwepo, na tunaongeza juhudi kubwa katika kuelimisha wakina mama na watoto. Hivyo nataka kuwasihi wananchi wa taifa hili la Tanzania kwamba umuhimu wa unyonyeshaji unaanzia kwenye elimu unayopata ukiwa mjamzito mpaka unanyonyesha. Ukijua umuhimu kupitia elimu hii tunawafundisha wananchi, ndio unaweza kuchukua umuhimu huu kwa kupeleka familia yako kuwaelimisha kwamba unyonyeshaji una faida gani. Na nawasihi watu wote kwamba wajifunze kupitia vyombo vya habari, elimu inapotolewa na wataalamu, wajifunze kwenye kliniki na kuwakumbushia wakina mama, wajawazito na wanyonyeshaji kufuata utaratibu wanaopewa kwa sababu ya umuhimu na kipaumbele na umuhimu wa unyonyeshaji kwa watoto ambao wanazaliwa siku ya kwanza mpaka miaka miwili. Sababu zote tumewafundisha wananchi ambao walikuwa hapo, wakina mama, wanyonyeshaji na wajawazito, na wengi wao wanaonekana sio elimu ya kwanza leo, wanauelewa. Na huo uelewa unaonyesha kwamba jinsi gani wahudumu wa afya wanafanya kazi yao. Sisi kazi yetu leo ilikuwa ni kuhakikisha na kuendelea kuhamasisha wasiache hii elimu hapa, wakawe mabalozi wa sehemu zingine wanapokwenda, ili kuhakikisha watoto wetu wa nchi hii na taifa letu wanaendelea kuwa na afya bora.